Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Bwana mtazamaji, imani yangu kubwa kwamba wewe ni mzima wa afya njema. Nikupongeze kwa wewe ambaye umeendelea kutuunga mkono kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa marafiki pia. Naitwa Christopher Beda, mwana wa Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Kushoto kwangu huku yupo mzee wa data Ramadhani Mwaruke, niko naye hapa, lengo kubwa ni kuzungumza michezo. Mzee wa data huyu hapa nadhani yuko fit kabisa, fit kali fit. Yeah. Na hapa mzee wa data natamani tuanzie kwa mnyama Simba Sports Club. Yeah. Nafahamu ya kwamba msimu uliopita Simba alikuwa tofauti, ligi inaisha tofauti ya alama na Yanga akazidiwa alama 11. Yeah. Lakini msimu huu Simba anamaliza ligi akiwa nafasi ya pili kwa tofauti ya alama 4. Tafsiri yake Simba imejipambanua na kuongeza ubora na kuleta ushindani wa hali ya juu. Sasa mzee wa data najiuliza, je, Simba msimu ujao itakamatika kweli? Kwanza nijibu moja kwa moja swali lako. Kukamatika au kutokamatika kwa Simba msimu ujao kwa trend inavyoonyesha katika misimu minne inategemea Yanga itaenda na kasi ipi. Kwa hiyo mafanikio ya Simba msimu ujao hasa kuhusiana na ulivyouliza yatategemea pia wapinzani wao wanafanya nini katika eneo la kuchezea. Wapinzani wao ufanisi ukoje? Unajua kwa nini nasema hivyo? Maana mwingine atashangaa, unaniuliza Simba afu nakwambia waangalie wapinzani wao kuona namna gani wanaweza kumatch wakawafikia na kuwapita. Ni kwa sababu gani? Simba ya msimu huu kwangu mimi ina mambo mengi mazuri. Simba ya msimu huu kwangu mimi kwenye ligi kuu Tanzania bara haina madeni mengi. Mpaka imebaki mechi moja, Simba wanakwenda toe to toe na Yanga kama ulitoka kueleza mwenyewe. Kwani kabla mechi ya dabi tukumbushane. Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ulikuwaje kama unakumbuka vizuri Chris? Kwanza nakuuliza wewe kabla hujarudi kwangu. Msimamo wa ligi kuu safari hii? Yeah. Kabla ya mechi ya dabi ulikuwaje? Okay, tofauti ya alama 1. Alama 1. Ndio. Yanga .79, Simba .78. Kwa hiyo ina maana mpaka zilipobaki dakika 90 ile mechi moja ambao ni kiporo. Mchezo ulikuwa wa raundi 23 kwao. Mchezo namba 184 uliorushwa kutoka Machi 8, ukienda Juni 15, ukienda Juni 25. Maana yake tofauti ya Simba na Yanga ilikuwa pointi 1 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa lugha nyingine, Simba dakika 90 dhidi ya Yanga ndo zilizowashinda. Wangeshinda ile mechi wao mabingwa. Kuna tofauti kubwa mno kama ulivyotoka kueleza awali. Simba msimu uliopita ilivyoperform na Simba ya msimu huu. Simba ya msimu huu kilichoigharimu, ndio maana nikatangulia kusema performance ya Yanga. Kwa sababu gani? Yanga msimu huu wame-raise bar, wameongeza standard, viwango vya ufanisi vimeongezeka. Ndicho kilichoathiri Simba. Na hizi ni facts, ni takwimu zinathibitisha hilo, wala sio kwa lugha kwa maelezo mengine. Ni kwamba Simba chini ya Fadlu Davis, Simba ambayo msimu unaanza imefanya maamuzi magumu. Maamuzi magumu ni pamoja na benchi la ufundi jipya chini ya Fadlu Davis. Maamuzi magumu ni pamoja na kufanya squad overhaul. Yaani kama kikosi kama kukiusuka upya, kwa sababu wachezaji around 15 au 15 plus ni wapya ndani ya kikosi cha Simba. Matarajio yalikuwa ni kwamba Simba ya msimu huu kwenye taratibu za mpira wa miguu struggle, ipate shida kwa sababu ina wachezaji wengi wapya, ina benchi la ufundi jipya. Lakini Simba wakafanya kinyume chake. Msimu uliopita Simba ambayo haikuwa na wapya wengi kama msimu huu, Simba yenye wachezaji wenye wasifu mkubwa majina kama unakumbuka vizuri, mpaka inamaliza ligi ilikuwa ina pointi 69. Kwa hiyo general performance ya team katika ligi kuu kupata pointi 69 kati ya pointi 90 zitokanazo na mechi 30, unazungumzia performance, ufanisi wa 77%. Kwa watazamaji wako, nimefanyaje hii? Ni hesabu rahisi, tunasema simple arithmetics. 69 walizozipata chini weka 90, zidisha kwa 100 ili upate asilimia. Utaona ni asilimia 77. Msimu huu ligi imemalizika, Simba na pointi 78, 78 katika pointi 90 zidisha kwa 100 utakuta performance ni asilimia 86.666 to infinity around asilimia 87. Simba performance yake asilimia 87. Chris, kwa hiyo general performance imeimarika kutoka asilimia 77 mpaka asilimia 87. Kuna deni hapo?
kwa maana ya performance ya timu msimu uliopita na msimu hapo. Kama deni hamna mzee data, yani sio kama hakuna deni hapo. Ndio maana nakwambia kilichofanya labda uone mpaka una sita kusema kuna deni au hakuna, ni kwa sababu mwisho wa siku nani bingwa? Hawajatoa ubingwa, wametoa Yanga. Ndio hicho kilichowaponza, sio kwa performance ya Simba. Pointi hizi 78 kwa misimu mingine mingi ndio ubingwa. Nikupe mfano Chris, kabla sijafafanua zaidi kwenda kwenye small details, kwenda kwenye mabao ya kufunga, mabao ya kuruhusu. Simba ilishuhudia watani zao wa jadi Yanga katika safari yao hii ya kutoa ubingwa mara 4 mfululizo. Mara ya kwanza wakiwa chini ya Nasreddin Nabi 2021-22, Yanga unbeaten katika mechi 30, imeshinda mechi 22, sare mechi 8. Yanga wakatoa ubingwa na pointi 74. Performance ilikuwa 82%. Yanga wakatoa ubingwa. Simba hii mechi hizi 30 ina pointi 78, pointi 4 zaidi ya Yanga 2021-2022. Upo matokeo yake Simba hii imepoteza ubingwa. Je, utawabana kwamba hawajaperform kivile? Mimi naona hapana. Ukiwabana sana hivyo unawaonea, kwa sababu mpaka bado dakika 90 mechi moja Simba bado ina nafasi ya kutoa ubingwa, tofauti yao ni pointi 1. Haya, msimu uliofuatia baada ya 21-22, msimu 22-23, mabingwa walikuwa tena watani zao wa jadi Yanga. Yanga safari hii ya 2022-21 wamemaliza na pointi 78. Yanga wakawa wamefunga mabao 61. Umeshaona? Simba hii nalinganisha na Yanga 2022-23 imemaliza na pointi 78 kama Yanga ile 22-23. Lakini kama ndo zingekuwa pamoja hivi kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara, mkilingana points, unaangalia goal difference, mabao ya kuruhusu na mabao ya kufunga. Lau kama ingekuwa hapa, nasisitiza, maki mtu anasema sasa wewe msimu lengo langu kuonyesha performance, Simba ingekuwa bingwa kwa sababu imefunga mabao mengi, imefunga mabao 69, imeruhusu 11. Yanga ile ya 2022-23 imemaliza na pointi 78 kama Simba hii. Mabao ilikuwa imefunga 61. Sio, unanielewa vizuri? Kuelewa vizuri kabisa. Lakini bado ikawa imeruhusu mabao mengi zaidi. Nadhani ilikuwa imeruhusu mabao 18. Wakati Simba hii imeruhusu mabao 11 na pointi 78. Lakini Yanga ile ikatoa ubingwa, ufanisi wake ulikuwa kama Simba hii, performance ya 87%. Lakini msimu uliopita Yanga waka raise bar. Kama unanisikiliza vizuri, 2021 pointi zilizopata Yanga, 2022 waka raise bar, wakapandisha ni standard. Kutoka pointi 74 zikawa 78. Msimu uliopita wakapandisha tena standard. Kutoka 78 wamepeleka 80. Umeshaona? Ambayo ufanisi wake Yanga ulikuwa ni around 89%. Msimu huu Simba ngadu kwa ngadu ile wanasema mtaani. Sio bumper to bumper. Mpaka zimebaki dakika 90 mechi moja. Pointi tofauti moja. Yanga wakapandisha tena daraja. Safari hii wamaliza na pointi 82. Ni performance ya around 91%. Umeshaona? Kwa hiyo Simba wakati wamepanda daraja kutoka pointi 69 za msimu uliopita 77 mpaka 87, Yanga huko ashapita zamani. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo hii ni performance nzuri misimu kama miwili nyuma kwenye ligi kuu natoa ubingwa. Lakini Yanga alichofanya msimu huu wameongeza unoko, yani wamepandisha tena juu. Kwa matokeo yake Simba sasa, ndio maana nasema kwa msimu ujao ili iwe moto isiwe moto, kwa sababu msimu mimi naona imekuwa moto, isipokuwa kikwazo ndio hiki. Sasa na msimu ujao kwa trendi ya misimu mitatu, Yanga imemaliza na pointi 74, ikaja 78, ikaja 80, sasa hivi 82. Unajuaje msimu ujao pengine inaenda 84? Kwa hiyo kama trendi ya Yanga itakuwa hivi hivi, ceteris paribus, kila kitu kiwe constant, kiende vile vile. Nimechukua concept za biashara kidogo. Yes. Lakini kwamba kila kitu kibaki vile vile, huenda Yanga mwakani akaongeza tena pointi 2. Si ndio ndo walivyofanya, walimuongeza pointi 4, pointi 2, pointi 2. Sasa wakiongeza 2 na maana inakuwa na pointi 84. Kwa hiyo Yanga Simba ili iwe moto, wakati inaendelea na mipango yake iliyopo ya msimu huu. Maana kuna mengi mazuri. Simba management yao, benchi la ufundi wanapaswa kutulizana. Waache kupaniki kwa sababu binafsi naona kuna mengi mazuri. Ni swala la kuyatunza yale mazuri. Zile changamoto wazifanyie kazi, wazimalize kwa msimu ujao, lakini wakati huo wakijua kwenye malengo yao yawe ya juu zaidi, kwa sababu wakiwaza juu kidogo kuna uwezekano Yanga akakimbia tena, kwa sababu msimu huu aliwafuata ile mechi moja Simba angeshinda, si ndo bingwa, maneno ya pengine yasingekuepo. Lakini sasa kwa hiyo wao kwenye maandalizi yao, assumption, mafikirio, waone kana kwamba Yanga ataongeza tena point, labda tamaliza sasa na pointi 83 au 84, wao wawaze 85 kwenda juu, alafu wasikilizie. Manake ndo kile nilichosema, pia itategemea na ufanisi wa Yanga msimu ujao. Maana wanaweza wakafika hapo walipofikia Yanga wakapita kidogo, yani Simba msimu ujao kwa mfano ikafika mpaka pointi 83, lakini Yanga akienda 84 itakuwa shida. Kwa hiyo kwa vyovyote vile
ni vizuri kufanya yale yaliyo mikononi mwao ambayo ni kudumisha mazuri. Mazuri ya Simba yameonekana, kwa mfano kwenye general performance nimekutajia. Ukienda small details, mabao ya kufunga. Simba msimu uliopita wamemaliza ligi wamefunga mabao 59. Leo hii wamemaliza ligi wana mabao 69. Wameongeza mabao 10. Upo. Kwa hiyo hapa kuna chanya hapa. Kwenye kuzuia, Simba msimu uliopita ligi imekamilika wamezuia mabao 25. Msimu hapa tunapozungumza wamemaliza ligi wameruhusu mabao mangapi? 13. Kwa hiyo wamepunguza mabao ya kuruhusu kina Shema Lone Fondo. Kwa maana msimu uliopita mechi ya kwanza tunamtibu ampiga 4 wameruhusu 2. Mwisho wa msimu wakamaliza na wameruhusu goli 25. Wakawa ni safu ya ulinzi yenye huruma zaidi kwa rekodi za Simba kwa misimu mingi zaidi ya 10. Simba hajawahi kuruhusu goli 25 hata pale ligi ilipokuwa na mechi 38 kwa kuwa na timu 20. Msimu uliopita waliruhusu mengi. Msimu huu yale walioyaruhusu walioyakata katika kuruhusu mabao 12. Maana yake wamepunguza mabao. Wao wameongeza ufanisi katika kuzuia kwa 48%. Kwa sababu utachukua mabao 12 walioyakata, our benchmark kirejea yetu ni mabao 25 msimu uliopita. Kwa hiyo 12 chini 25 zidisha kwa 100, utagundua Simba wameongeza ufanisi kwenye kuzuia kwa 48%. Kwenye kufunga wameongeza mabao 10. Kwenye pointi wameongeza kutoka pointi 69 wameongeza pointi 9 zikafika pointi 78. Ndio maana nasema pamoja na yote tukiyozungumzwa, chanzo chake cha kuzungumzwa hasa nyingi ni kwamba bingwa nani? Simba sio bingwa. Lakini ukizama ndani small details, naona kana kwamba Fadu Davis ana vingi chanya kwa Simba msimu ujao. Kasoro zilizopo Simba ndani ya kikosi nyingine, kwa vyovyote vile Fadu Davis ana maelezo ya kutosha. Management, mashabiki wa Simba wanapaswa kumuunga mkono badala ya kunyoshana vidole. Unaweza kusababu gani? Alipozungumza baada ya mechi ya dabi na kufungwa 2-2, Fadu Davis alikuwa wazi. Miongoni mwa aliyozungumza ni pamoja na baadhi ya nafasi kupata wachezaji wenye ubora ili kumechi na Yanga, ikibidi kushinda nao vya kutosha ili kwa lugha nyingine ni kutoa ubingwa. Anakiri kwa lugha nyingine kwamba kuna baadhi ya nafasi watani zao wa jadi Yanga wana wachezaji ambao tayari wana experience ya kutosha, wana ubora wa hali ya juu kuliko wao katika baadhi ya nafasi. Ili liko wazi, mpira wa miguu ni mchezo wazi, inabidi lifanywe kazi. Na ushahidi wa mfano, Fadu Davis akipanga kikosi chake ndivyo ilivyo katika timu nyingi, kile first 11 regular players. Yani nataka kukwambia Chris, panga kikosi cha Simba kuelekea mwishoni mwa msimu, kama kukosea utakosea sehemu chache sana, hasa beki wa kati na mshambuliaji kinara. Hizi sehemu nyingine kama Kapombe mzima, Shabalala mzima, yani kipa Kamara, mbili Kapombe, tatu Shabalala. Katikati utasumbuka juu ya nani anapati na nani, kwa sababu Abdurazak Hamza akiwa fit anakuepo na Shema Lone Fondo. Lakini Shamu Karabu kuelekea mwishoni, hasa kwenye michuano ya kombe la shirikisho, alipoumia Shema Lone Fondo, alipopata nafasi tunasema excellent, alionyesha kiwango bora. Matokeo yake ikawa sasa ujui nani anapati na nani pale katikati, ambalo ni jambo zuri kwa kocha. Lakini namba nyingine katikati utalala utaamka utajua ni Kagoma, ni Fabrice Luamba Ngoma. Lakini eneo ambalo Simba ina Mzamiru Yasini, ina Agustino Kejefa na viungo wengine, maana yake walokuwa wanampa kocha kile anachokitaka katika mpango kazi wake ni Kagoma na Fabrice Luamba Ngoma. Haya, wale watatu wa juu kwenye ushambuliaji, kwa sababu Simba mfumo wake baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Yani wewe najua Chris unafuatilia mpira wa miguu, ukikurupushwa usingizini unasema Kibu, alafu Mpanzo, alafu Aua. Alafu pale juu pale utahangaika kidogo, kwa sababu inategemea nani kati ya Ateba na Mukwala kamridhisha mwalimu vizuri zaidi kwenye mazoezi ya mwisho kabla ya mechi husika. Kwa hiyo alikuwa anaweza kaanza yote, ndio maana Mukwala kamaliza ligi ana mabao 13, Ateba kamaliza ligi ana mabao 13, ingawa mengi ni ya penalty kuliko Mukwala ambaye hana goli la penalty, ingawa yote ni mabao. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ukikuta sasa katika hawa wachezaji mmoja labda kapata tatizo na injuries, mmoja kashikwa katika mechi husika, kwa sababu mchezaji hawi na kiwango bora kila siku, tayari unaona kama kuna kitu kimepungua. Mbadala wa Kamara wawazi kabisa kama kuna shida hivi, na shida yenyewe sio katika shot stopper, udakaji. Kipa kama Ali Salim Katoro excellent, lakini kocha Fadu Davis kwa mfumo wake wa kucheza timu yake anavyopenda, kipa awe mzuri katika footwork, kuanzisha mipira kwenye miguu, kutoa pasi, kurudishiwa, kutokea kufanya clearances, kwa sababu kipa ni kama beki wa 5 wa Simba. Ule ukuta tunasema 4-2-3-1 una mislead, kwa sababu wakati mwingine wanakuwa na walinzi wa 5. Na ndio maana hata katika mechi ya dabi
Kamara alifanya clearances za hatari kama 2 ambazo ukuta wake ulishapitwa, yeye akawa kama ndo spare man, ndo beki wa mwisho, ndo sweeper, katoka kwenye eneo lake kana kuclear. Nyingine tena akawa sasa bahati mbaya kwake anafika Pacom kashaugonga mpira na mguu ikazalisha mkwaju wa penalty. Nimejaribu kutaja eneo moja hapo kwamba kipa Fadu ameonekana ni mpenzi wa makipa wale wa kisasa wanaocheza pia na mpira kwa miguu, sio tu kudaka kama nyani. Sasa katika maeneo kama hayo ushambuliaji, kuna maeneo mengi ambayo mtoaji wa maelezo mazuri kwa management ya Simba ni Fadu Davis na benchi lake la ufundi. Bila shaka wakifanyia kazi hayo, halafu kwenye mipango yao wasisahau hata kidogo kujua mtani wao wa jadi kila mara anaongeza baa. Hili limejitokeza katika misimu 4 mfululizo. Yanga wangali wakipanda na kupanda mabao. Kwa mfano 2021-22 Yanga wamefunga mabao 49 wakawa mabingwa. 22-23 wakafunga mabao 61. 23-24 msimu uliopita wakafunga mabao 71. Msimu huu wamefunga mabao 83. Kwa hiyo wanapanda kwenye mabao ya kufunga, wanapanda katika general performance ya team kwenye point. Kwa hiyo yote nimeeleza kutana na swali lako. Simba msimu ujao iwe moto sio mimi naona ina mengi ya kuifanya iwe moto, lakini lazima kwenye hesabu zao wampigie hesabu huyu aliyetoa ubingwa mara 4 mfululizo, ili chochote wanachokifanya uhakikishe wanambiti na huyu. Vinginevyo inaweza kawa moto alafu swali linabaki kwa pale pale. Ndio moto. Ubingwa nani kachukua? Kwa sababu msimu huu pia Simba kwangu mimi naiona ilikuwa moto. Sasa swali gumu ni lile. Halafu baada ya kuwa moto mwisho wa siku bingwa mtani wake. Kwa hiyo wakifanyia kazi haya kwa ujumla mimi naiona Simba na mambo mengi chanya kuliko hasi. Ni juu ya management, mashabiki wa Simba kuunga mkono benchi la ufundi, hasa management, maana ndio yenye rasilimali fedha katika kupata wachezaji sahihi wanaoendana na falsafa za Fadu Davis kwa ajili ya ushindani msimu ujao. Na msaidia hata kwa maelezo haya na uchambuzi huu, kwa upendo wangu naweza kusema kwamba Simba haina wachezaji wabaya sana, na pengine inahitaji maboresho madogo sana msimu ujao, hasa kwenye nyongeza ya wachezaji. Si wote ambao kama wengine wanaozungumza kwamba Simba haina wachezaji wazuri, si ndio? Waweza kusema hivyo kwa sababu gani? Mimi narudia tena, mimi napenda kuzungumza kwa namba. Hivi timu ambayo wachezaji wengi tuchukulie hivyo wanasema nini? Wabaya, hawafai. Wameweza point 78 kwa taarifa yako Chris na watazamaji wako. Nimesahau kukupa orodha ya best performance katika ligi hii. Namba 1 ni msimu 2009-2010. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ilikuwa na best performance ever katika ligi kuu Tanzania bara iliyoanzishwa mwaka 1996 ikibadilishwa kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Ni msimu ambao timu zilikuwa 12, mechi 22. Maximum points ni 66. Simba ilichukua ubingwa kwa kupata pointi 62 kati ya 66 ambao ni performance ya around 94% hivi. Hiyo ndo best. Namba 2 ni Yanga hii ya msimu huu. This is the best kuanzia 2010 mpaka sasa ndo namba 1, lakini ukirudi nyuma kidogo hiyo 2009 basi Yanga hii inakuwa ya pili, kwa sababu katika mechi 30 maximum point ni 90%, yenyewe imepata pointi 82 ambao ni ufanisi wa 91%, inakuwa ya pili. Imeachana kidogo na ile Simba ya 2009. Namba 3 ni Yanga ya msimu uliopita ambayo imemaliza ligi na pointi 80 kati ya pointi 90, ufanisi wa around 89%. Namba 4 ni Simba hii na Yanga ya 2022-23 ambazo zimemaliza ligi zina pointi 78, ufanisi wa 87%. Kwa lugha nyingine, kuanzia 2018-19 msimu ambao Simba uwekezaji ulifanyika zaidi chini ya rais wao heshima Mo Dewji, kuna uwekezaji mkubwa umefanyika, Simba imekuwa bora zaidi, Simba inapigania mataji ya CAF, ikawa inaishia robo ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Lakini msimu huu Simba hiyo imemaliza na performance kubwa kwenye ligi, ingawa sio bingwa, lakini imefika finali kombe la shirikisho. Wabaya wamefika finali kombe la shirikisho. Wabaya hao hii performance katika Simba nzima kwa misimu yote tangu 96, hii ndio namba 2 kwa performance, ingawa haijatoa ubingwa. Yani tatizo hapa ni ubingwa. Yani ukiondoa Simba 2009 nitoka kuelezea, inaofuatia sio Simba ya kina Chama, Muga, Lunionzi, Masjui, ya kina Zana Kulibali, Chris Kope, Mushimba, Muga, Lumedi, Kagere Boko, Hassan Dilunga, kina Kapombe wa Shabalala, Manula kwa kwenye wote hao hawajawahi kuwa na performance kama hii ya 87%. Na sasa wananielewa ninachokisema. Naam. Kwa hiyo wakati wa yeyote ule anaye comment Simba hii kimeo, wachezaji wabaya, kwa kumkumbusha tu
ndio Simba namba 2 kwa performance kwenye ligi, ila kipimo haijatoa ubingwa. Yani hapa ndo shida. Umenielewa vizuri? Lakini ni Simba ambayo ndio imefika finali kombe la shirikisho barani Afrika. Hizo wanaziona nzuri hizi kuanzia 2018. Hawajawahi kufika finali, ndio maana walikuwa wanaitwa mwaka robo. Lakini hii imefika finali. Kwa hiyo kweli kuna maeneo yenye changamoto ya kufanywa kazi. Hamna timu ambayo kwenye msimu unaofuata haina maeneo ya kuboresha. Haipo. Hata kama zile ambazo ni treble winners inachukua mataji labda 3 mangapi, nenda Barcelona, Man City, Real Madrid, Napoli, Liverpool, zote kila msimu wanapenda kuboresha. Pale pazuri pabaki pa uzuri wake, palipopungua kidogo waongeze, kwa sababu hakuna timu ya mpira wa miguu perfection, ufanisi ni 100% duniani. Haipo na haijawahi kutokea. Kwa hiyo Simba hii pia ina maeneo ambayo yako wazi. Mpira wa miguu si mchezo wa wazi. Kuna maeneo ya kuboresha ambayo wao benchi la ufundi wanajua vizuri zaidi, na Fadu Davis umemsikia alichokisema. Lakini kusema hilo haimaanishi timu kimeo sana kihivyo, kwa sababu timu kimeo inamalizaje ya pili tena inakosa ubingwa katika mechi ya mwisho? Timu kimeo inafikaje finali ya kombe la shirikisho ambalo hawajawahi kufika tangu msimu 2018-19, zikiwemo hizo Simba wanazosifia wao? Labda kuna maelezo mengine, lakini ni timu ambayo tumetoka tutaja hapa kwa namba jinsi ilivyo perform. Bahati mbaya hizo Simba nyingine kwa mfano zisifia, wapinzani wao hawakuwa na ufanisi huu wa Yanga hii kina Pacom. Nadhani umenielewa vizuri. Vizuri kabisa. Kwa hiyo sawa, mpira wa miguu ni mchezo wazi na kila mtu ana maoni yake, na sipingi hicho anachokisema, kwa sababu kila mmoja si ana mtazamo wake. Lakini naona kana kwamba kuwashutumu sana wabaya sijui nini, watakuwa wanapitiliza na kutowatendea haki wachezaji wa Simba ambao wamefikisha hapa ilipo. Simba ambayo ilionekana inajenga kikosi, lakini mwisho wake ikanogewa, inatakana ubingwa kabisa. Hata mimi nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Yes. Mtazamaji, nadhani bila shaka tumemsikia kwa uzuri mzee wa data namna ambavyo amezungumza. Lakini mtazamaji, niweke sawa hapo kuhusiana na Simba kumaliza msimu uliopita kwa tofauti na 11. Kwa namna ambavyo nilizungumza ni kama vile Simba ilikuwa nafasi ya pili. Naam, Azam FC ndio ambao walikuwa nafasi ya pili, Simba nafasi ya 3, Yanga nafasi ya kwanza. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kutupa support kubwa ya kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike. Naitwa Chris Beda, mwana Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Nilikuwa na mzee wa data Ramadhani Mbaruke. Bye bye. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.